Hiki kinafanyika hapa kwetu kina umuhimu kweli kweli. Tunafahamu wote katika kampeni za uchaguzi ulioisha, serikali ya awamu ya sita imeamua kwa dhati kwamba sasa tunapaswa tuanzishe vituo zaidi ya 1000 nchi nzima vya zana za kilimo, kwa maana serikali iende kununua matrekta yasiyopungua 1000 na zana mbalimbali kama hizi tunazoziona hapa, kwa maana karibu kila kata kutakuwa kuna kituo cha zana zile, ambako wananchi sasa watatumia zile zana kwa bei ndogo zaidi. Kwa mfano, mtu alikuwa analima heka 5 kwa mwaka, maana yake ataenda akachukue mashine pale akalime kwa masaa 3, amalize kazi yake yote ya kulima, atakuwa amepanda na kila kitu. Atasubiria muda wa kuvuna wa kupalilia ufike, aende akapalilie. Atasubiri muda wa kuvuna, aende akavune. Maana yake atapata mazao mengi zaidi kwa muda mfupi, tena kwa gharama ndogo kabisa. Sasa hii ndio ambayo tunataka. Tunafahamu sote kwamba nchi yetu Tanzania eneo lake linabakia kuwa lile, ni eneo lile, haliwezi kuongezeka. Huwezi kusema sijui kuna kila siku eneo linafanya nini, linapanuka. Eneo ni lile la zamani, linabakia kuwa lile, na wakati huo watu tunaongezeka. Sasa mwaka 2022 inaonyesha watu tuko zaidi ya milioni 61. Miaka mingine 15 tutakwenda pengine zaidi ya watu milioni 80 mpaka kwenda 100 kule, na watu hao wote wanahitaji makazi. Utasema sasa kuwa na kuongezeka kwa watu na eneo la kilimo linapungua, maana yake uwezo wetu wa kuzalisha utakuwa upo. Naomba niwahakikishie, moja kati ya lengo jingine la Wizara ya Kilimo ni kuzalisha chakula toshelevu kwa sisi ndani na kulisha wengine kama tunachokifanya sasa hivi. Nafikiri nimemsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimemsikia Mheshimiwa Waziri wa Kilimo amesema juzi kwamba tuna ziada ya chakula cha kulisha wananchi wetu, kwa maana ya chakula zaidi ya 128 ambacho kipo kwenye magala yetu. Nafikiri mtu muone mfano ya yale magala. Sasa nini maana yake? Ni kwamba kwenye maeneo haya machache tuna teknolojia inaenda kututolea solution. Moja ni kwamba lazima tulime kisasa, hatuwezi kulima kizamani. Ukienda nyumbani kwetu huko vijijini unakuta mtu amelima heka 20 lakini anavuna mahindi gunia zisizopungua labda 30. Tunataka watu waende wakalime kwenye eneo dogo labda la heka 1 aweze kuvuna mahindi zaidi ya gunia 30. Sasa hii nini inafanyika? Ziko hatua ambazo tunazifanya. Moja wapo, mpaka sasa hivi Wizara ya Kilimo inafanya zoezi la upimaji wa afya ya udongo, na sasa hivi tumeshafikia zaidi ya mikoa 13 na tunaendelea. Afya ya udongo maana yake nini? Kwamba kujua nature ya udongo kwenye lile eneo itatusaidia sana kuona kwamba hapa Kilimanjaro ni mazao gani hasa halisi yanapaswa kufanya nini, kulimwa. Hapa Tabora ni mazao gani hasa yanapaswa kulimwa, na ili yaweze kulimwa maana yake yanahitaji mbolea ya kiwango gani ili kuweza kupata mavuno yaliyo mazuri kabisa. Kwa hiyo kupitia shughuli zote hizi ambazo intervention zote ya serikali inazozifanya hizi, tunaamini kabisa kwamba lile lengo la kulisha, la kuwa na chakula toshelevu sisi na chakula cha kulisha watu wengine kitapatikana kupitia kilimo cha umwagiliaji, matumizi bora ya zana za kilimo na matumizi sahihi ya teknolojia ya kilimo.